Wachezaji wawili raia wa kimataifa wa klabu ya soka ya Simba, Fabrice Luamba Ngoma na Musa Pimpin Kamara, wameitwa katika kamati ya maadili ya klabu hiyo kwenda kujadili kile ambacho kilitokea katika fainali ya mkondo wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika pale New Amani Complex. Baada ya half time, wachezaji wale walionekana wakigombana vilivyo, hali iliyopelekea kutaka kupigana. Isingekuwa wachezaji wenzao na baadhi ya viongozi wa klabu pamoja na makocha na team captain Mohamed Hussein Shabala Lazimbwe kuwazuia, walikuwa wanapigana ngumi kuelekea katika vyumba vya kubadilishia nguo. Uongozi wa klabu ya soka ya Simba umesema hawezi kufumbia macho tukio lile lililofanyika mbele ya hadhara ya macho ya watazamaji zaidi ya bilioni 1 duniani. Hivyo watakwenda kuadhibu yoyote yule atakayekutikana na kosa la utovu wa nidhamu na hawatofumbia macho swala kama lile. Simba wanaamini katika misingi ya nidhamu na uweledi katika klabu yao. Hawatokuwa tayari kuona mchezaji yoyote, awe na uwezo mkubwa kiasi gani, awe na mamlaka kiasi gani uwanjani, hawatokubali kuona anaruhusu utovu wa nidhamu wa hali yoyote ile katika hadhara ya watu. Simba wanasisitiza nidhamu katika ndani ya uwanja mpaka nje ya uwanja, mpaka maisha ya wachezaji jinsi wanavyoishi wanatakiwa kuwa na nidhamu iliyopitiliza. Na tukio lililotokea siku ya fainali liliashiria ya kwamba tayari walikuwa wapo tayari kuupoteza mchezo kivyovyote vile. Huwezi kufanikiwa kupata ushindi kama wachezaji wako ndani ya uwanja hawatoelewana, kama wachezaji wako ndani ya uwanja hawatosikilizana, kama wachezaji wako ndani ya uwanja wako tayari kupigana wenyewe kwa wenyewe. Ni ngumu kwenda kupigana vita na maadui. Hivyo uongozi wa soka ya Simba huko mbioni kwenda kusikiliza shauri lao, na wataona ni maamuzi gani wataweza kuyafanya na kuchukua hatua baina ya wachezaji hao wawili. Hivyo kuelekea mchezo wa Singida Big Star siku ya Jumatano, viongozi wa soka ya Simba wapo mbioni kufanikisha swala hilo haraka iwezekanavyo ili kuweza kutatua changamoto ambazo ziliwakumba wachezaji hao wawili, ili kuelekea mchezo wa Jumatano kila kitu kiwe shwari kabisa. Na fokasi yao ni kulihitaji taji la ligi kuu, maana ndo taji pekee wanalolitafuta kwa muda mrefu ndani ya misimu 3 mfululizo wakiwa wanalikosa. Simba wapo tayari kutoa update ya yatakayoendelea kuhusiana na wachezaji hao, na jamii itajua, maana kwa sasa kila shabiki anasubiri kuona nini kitafanyika kutokana na wachezaji hao wawili kwa tukio walilolifanya. Kama ndo kwanza unajiunga na channel hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.